Serikali ya Iran imetangaza uwezekano wa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa muda usiojulikana. Hatua hiyo inakuja kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kisiasa kati yake na Marekani. Taarifa hiyo inatajwa kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa vitisho vilivyotolewa na kiongozi wa Marekani Donald Trump, ambaye ameonya juu ya uwezekano wa kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran iwapo taifa hilo halitabadilisha msimamo wake. Kwa mujibu wa rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, taifa hilo halitakubali kushinikizwa, akisisitiza kuwa hatua yoyote ya kulazimisha Iran itakabiliwa kwa nguvu na kwa misingi ya kulinda maslahi ya taifa. Mlango wa Strait of Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambao sehemu kubwa ya mafuta ya kimataifa hupitia katika njia hiyo. Kufungwa kwake kunaweza kusababisha athari kubwa kwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda bei ya mafuta na gharama za maisha. Wakati huo huo, spika wa bunge la Iran Muhammad Bakar Kalbaf ameonya kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya miundombinu ya Iran yatachochea hatua kali zaidi, ikiwemo kusitishwa kwa usafirishaji wa nishati katika eneo lolote la Mashariki ya Kati. Taarifa kutoka kwa vyombo vya kijeshi vya Iran zinaeleza kuwa mpango wa kuzuia shughuli katika eneo la Hormuz tayari upo na unaweza kutekelezwa wakati wowote ikiwa hali itaendelea kuwa mbaya. Ikumbuke kuwa mvutano kati ya Iran na Marekani una mizizi ya muda mrefu tangu mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran yaliyosababisha kuvunjika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Tangu wakati huo kumekuwepo na migogoro ya mara kwa mara ikihusisha vikwazo vya kiuchumi, vitisho vya kijeshi pamoja na mashambulizi ya moja kwa moja au kupitia washirika wa pande zote. Wachambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa wanaonya kuwa hali hii inaweza kusababisha mzozo mpana zaidi wa kijeshi, huku mataifa makubwa yakiongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo nyeti la Ghuba ya Uajemi. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, na kusihi mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kuendelea kupata habari zetu.